Naomba nikufundishe jinsi gani ya kupangilia nywele hii. Utashonea weaving lakini pia utasuka either ni cornrow au ni wave. Rasta nimetumia ni natural yaki kutoka Darling Tanzania. Kwanza kabisa nitaanza kukata nywele yangu. Hizi za upande wa chini huku nitaziacha kwa ajili ya kuja kuzishonea weaving, lakini hizi ambazo ninazikata ka round kamoja hapa nitaziacha kwa ajili ya kwenda kuzisuka cornrow zangu. Unaweza ukasuka cornrow au ukasuka yebo. Sawa. Lakini pia hizi zingine ambazo nitashonea weaving nitakwenda kuzisuka mistari. Sawa, hizi hapa. Umeelewa? Hizi nitasuka mistari, alafu zile ambazo nimebana na rubber band tutakwenda kuzisuka cornrow. Sawa. Weaving ambayo nimetumia ni natural yaki kutoka Darling Tanzania. Okay. Kwa hiyo nitaanza kushonea kama hivi ambavyo unaona. Nitashonea kwa kupangilia nywele zangu, alafu kisha nitakwenda kuonyesha ni hatua gani ambayo itafuata. Wakati niendelea kushonea nywele yangu, naomba nikukumbushe jina langu mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Kwa mafunzo bora ya urembo na ususi tunawakaribisha sana. Tunafundisha kusuka nywele aina zote, tunafundisha mambo yote ya saluni. Kwa wale ambao mnahitaji kujiunga na chuo chetu, nafasi zipo wazi. Namba zetu ni hizo ambazo unaona katika screen. Kama una swali, una chochote, niandikie kwenye comment. Unahitaji kujifunza zaidi pia, niandikie kwenye comment. Kuna wale ambao mtasuka hii nywele, lakini utataka kunitumia ile feedback yako kwenye WhatsApp namba yangu. Sawa, namba yangu ni hiyo ambayo unaiona hapo, au kutuma ile feedback kwenye magrupu yetu, ni bure kabisa. Lakini hakisha tayari ulikwisha kuingia pale YouTube, umetafuta Farida Othman, kisha gusa button iliyoandikwa subscribe, alafu njoo na screenshot kwenye namba ambayo unaona katika screen yako. Kuna mambo mawili. Wakati unashonea nywele yako hii, unaweza ukawa mwishoni ukawa unaikata au ukawa unairudisha tu kwa kuendelea kuishonea vile vile bila kuikata. Kama utarudishia, basi hakisha umakini unahitajika, usije ifanya nywele yako ikatuna. Sijui Kiswahili kipo sawa, ikavimba, yani ukajikuta umemshonea mteja nywele lakini haipo comfortable. Kukata unaruhusiwa, kuacha hivyo hivyo pia unaruhusiwa. Kwa wale ambao ni beginner, kukata ni nzuri zaidi, lakini wakati mwingine unaweza kujikuta umeikata ile nywele alafu ukawa umekosea zaidi. Kwa hiyo hakikisha kama utakata, hakikisha nywele yako umefikisha mwisho wa nywele ndo ukate. Ni mwisho kwa mwisho ndo ikate nywele yako. Tunaelewana? Kama utakuwa kuna sehemu hujaelewa, niandikie kwenye comment. Kwa wale ambao mtahitaji kujifunza zaidi, tunawakaribisha sana. Tupo Dar es Salaam Tegeta Nyuki, tunafundisha kusuka nywele aina zote. Jamani, najua watu wengi sana mpo likizo. Kipindi cha likizo, njoo usome wiki zako 2, mwezi wako 1, njoo jifunze. Ukitoka likizo unarudi either ni kazini au ni shuleni ukiwa na ujuzi wako ambao ni mpya kabisa. Sawa. Kwa hiyo nitashonea kote. Niliwaambia ile nywele ambayo nimesuka mistari yote tutaishonea. Hilo ibakia tutakwenda kuisuka sasa mistari yetu. Ni moja kati ya nywele nzuri sana. Una uwezo wa kuisuka hii nywele, ukaikata ikawa bob au ukaiacha hivyo hivyo ndefu, vyote vinawezekana. Na nywele hii weaving ambayo nimetumia zipo madukani, zinapatikana kwa wingi sana. Ile sehemu ambayo nitakwenda kusuka yebo yangu au cornrow yangu, nitakata kwenye ile weaving yangu, nitakata ili nipate rasta kuitumia. Ili hata nikija kusuka mimi, nywele ile ambayo nimesukia cornrow ifanane kabisa na nywele ile ambayo nimeishonea. Umeona nilichokifanya? Sawa, kwa lugha nyepesi tunasema tumefaragua. Sawa, kwa hiyo nitakata nywele yangu hivi. Kwa hiyo utakata size ambayo wewe unahitaji. Kama ni nyingi kidogo utaendelea kukata kwa kuongeza. Kwa hiyo nilishamsuka mteja wangu huku pembeni kote, nitamalizia huo mstari mmoja hapo, alafu nitakwenda kuonyesha ule ambao utakuwa ni muonekano wetu wa mwisho. Nimeona nikikuelekea video nzima jinsi nilivyopangilia hii nywele, video yangu mimi itakuwa ni ndefu. Sababu hii video ilikuwa ina almost dakika 7. Sawa. Kwa hiyo nitananilia hapa tu jinsi ya kukata hii style. Nitakufundisha hapa. Kwa wale ambao mtakuwa mnahitaji pia utaniandikia kwenye comment. Nitakuonyesha jinsi ya kukata na jinsi ya kuzipangilia hizo nywele ili upate muonekano huu ambao unauona hapo. Tunaelewana? In case kama pia utakuwa hujaelewa, basi utanijulisha tu, hakuna shida.
Kwa mimi nitasuka cornrow zangu taratibu tu, nitakuwa nina sheria yetu ni ile ile, ongeza nywele ya mteja ndipo ukaongeze rasta yako. Hakikisha nywele yako unaibana vizuri. Angalia urahisi wako. Aidha kidole cha shahada au kidole cha katikati au kidole gumba, ni kipi ambacho upo comfortable kwenye kubana nywele yako. Tunaelewana wapenzi wangu? I hope utakuwa umenielewa, lakini pia utakuwa umejifunza kitu. Naomba nikukumbushe jamani, karibuni sana Farida Beauty Academy. Ada zetu kuanzia shilingi 300 mpaka shilingi 600. Kwa wale ambao mnatokea mikoani, hosteli zipo. Hosteli zetu kila mwezi ni shilingi 100. Kwa karibuni sana muweze kujifunza nasi. Kama utakuwa na swali, sehemu hujaelewa, unahitaji kujifunza zaidi, niandikie katika upande wa comment hapo chini. Sawa. Kwa baada hapo nitakwenda kumalizia kwenye mikia. Kwenye mikia usisuke mbali. Unaweza kusuka kidogo tu alafu tukaiachilia ile nywele yetu sisi ikawa inaendana na ile weaving ambayo tumeishonea. Sawa. Unaweza kutumia spray ya povu ili kuilaza nywele yako vizuri. Kama zimezidi huko unaweza kuzifumua mpaka tukapata ile size ambayo tunahitaji. Baada ya kuweka povu kama hivi, nitakwenda kumfanyia mteja wangu simple makeup, na huu ambao nakuonyesha ndio ulikuwa muonekano wetu wa mwisho. Kama umejifunza niandikie kwenye comment, kama pia unahitaji kujifunza zaidi niandikie kwenye comment. Kisha unajiunga na magrupu yetu. Rasta nilotumia ni hii hapa. Sawa. Mimi niseme asante na endelea kujifunza nasi. Karibuni sana Farida Beauty Academy.